Crazy Rocket, now available on PMBet. Na mtazamaji wa PMTV, karibu tuzungumze michezo. Niko hapa na mwanachama na shabiki wa Simba Kisugu Mikoi. Tukazungumze michezo kwa kile ambacho kimezidi kushika anga la kimichezo. Kuna nami Betha Mswaga, nyuma kamera iko hapo Amani Ndimo. Bwana kaka Kisugu. Yes. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Unapigaje? Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Vyombo vipo hapa. Kaifa. Kaifa anta. Maluku. Walhamdulillah rabbil alamin. Kisugu bwana, muda mrefu hatujaonana. Yes, ni kweli hata mimi nimewamisi sana PM. Nakumbuka mara mwisho tulikutana tukiwa kule Babati. Sikuona mara nyingi, lakini mezani leo nimekutana nyinyi, nimeshukuru sana, nimefurahi sana, nimeenjoy kwa sababu moja ni watu ambao mnapiga kazi vizuri, mnafanya kazi katika staili ambayo inayotakiwa ni nyinyi PM. Na mimi nichukue nafasi hii niwaombe sana PM kwa kazi kubwa, kazi nzuri mnafanya. Lakini ukiachia PM kuzungumzia PM TV, unakwenda kuzungumzia PM Bet. Acha tumefunga, wewe acha mambo yako wewe. Unasikia starehe? Vibaya mno. PM Bet wanafanya mambo yao. Ni jambo jema, jambo zuri. Nimefurahi sana kukutana na nyinyi PM. Naam, Kisugu, tuzungumze michezo. Kwanza tukianzia kwa kile ambacho alikizungumza rais wa TFF, kimezua mijadala mengi yenye sura tofauti tofauti. Kwako kile ambacho amekizungumza binafsi umekitafsiri vipi? Kwanza niseme nimpongeze sana rais wa TFF kwa kuteuliwa kuwa mmoja wa wajumbe wa kamati ya utendaji katika shirikisho la mpira barani Afrika kwa maana ya CAF. Lakini pia katika kumbukumbu ziko wazi, yeye ndio rais wa shirikisho la mpira katika Afrika Mashariki na Kati kwa maana ya CECAFA. Kwa hiyo kuona namna ambavyo tunamtoa mtu ambaye mwenye uwezo mkubwa, CAF wanakwenda kumwamini, wanakwenda kumchagua, kumpa nafasi nyeti kama ile, hii inaonyesha namna ambavyo Mheshimiwa Karia yuko kwenye standard kwenye football. Kwa hiyo Watanzania lazima niwaambie, siku zote mnapopata tunu na mkaamini kwamba hii tunu katika timu ya taifa lenu, basi mnatakiwa muilinde hiyo tunu kwa sababu inakuwa na thamani kubwa kwenye nchi. Leo mnapompata kiongozi ambaye anakwenda kwenda kufanya maamuzi kwenye football yetu katika bara la Afrika kwenye nchi 54, maana yake lazima kuna favor kama taifa la Jamhuri ya Muungano tutapata kutumia hiyo nafasi ambayo ilikuwa nayo. Na hii ukitaka kuamini, kabla mheshimiwa huyu bado hajateuliwa kuwa mmoja wa wajumbe katika kamati ya utendaji wa shirikisho la mpira barani Afrika. Moja tumefaidika Tanzania, moja kufaidika tumempata rais wa virabu katika bara la Afrika, ametoka katika Jamhuri Engineer Hersi Said Mwamba huyo. Kwa hiyo uwepo wa Karia katika shirikisho la mpira barani Afrika maana yake unakwenda kutengeneza mfumo ambao wa Tanzania tutafaidika. Pale ambapo bila ya kuwa mjumbe katika kamati ya utendaji tayari faida tumeshaanza kuziona. Leo kumteua kupata mwenyekiti wa vilabu kwenye bara la Afrika kutoka katika upande wa Tanzania, maana yake Afrika Mashariki na Kati, hususan kutoka katika Dar es Salaam Africans, kupata mwakilishi kutuwakilisha vilabu katika bara la Afrika sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Huwezi ukataja hizo sifa za mwenyekiti wa vilabu katika bara la Afrika bila kumtaja rais wa shirikisho la mpira katika Tanzania, Wallace Karia. Lakini watu wametoa mitazamo yao tofauti kuenda mbali zaidi kusema kwamba pengine madaraka alionayo ndio maana ameongea kauli za kishujaa kama zile. Pengine zile kauli zina ubaya gani, Kisugu? Nenda kasome Taurati, nenda kasome Injili, nenda kasome Zaburi, nenda kasome Qur'an. Mmoja wa watu waliowakataa ndugu zako wa karibu na jamaa zako. Ukiwa na tafsiri ipi? Isa ibn Maryam kwa maana ya Yesu, watu wa kwanza walimkataa ni wanafunzi wake baadhi yao. Ndio. Ambao yeye alitumwa kuleta maendeleo au kuisambaza dini. Na pia Muhammad watu walomkataa ndugu zake wa karibu. Moja, unafiki wa watu unaanzia katika watu wako wa karibu au katika watu ambao waliokuzunguka. Sisi Waislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi ambao Qur'ani kwa maana maneno ya Mwenyezi Mungu alifanyaje? Yaliyoteremka. Katika kipindi ambacho sisi tunatakiwa kuzungumza kweli katika kipindi hiki, tunamwamini na tutaendelea kuamini katika imani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtu wa kwanza, mnafiki wa kwanza aliyekwenda kumsaliti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rafiki yake wa karibu, alikuwa anaitwa Abdallah bin Ubayy. Sahihi. Umenichokoza kaa kimya, tulia wewe. Kwa hiyo hiki alichokutana nacho Mheshimiwa Karia, ajua atakukutana nacho ni sawa sawa. Leo unakwenda kumzungumzia Kisugu kwenye familia yake, atakuwa na watoto 10. Akili haziwezi kufanana, kuna chizi atapatikana humo, kuna tajiri atapatikana humo. Baba mwenye busara, mwenye hekima, utaki kutenga kwa sababu tayari Mungu ameshafanyaje? Ameshakupa. Karia awe mvumilivu, atatukanwa, ataonyeshwa kidole. Mizali amekubali kuwa rais wa shirikisho la mpira, mzuri wa kwake, mbaya wa kwake.
wake awe na subira na uvumilivu. Kwa upande wako yuko sahihi kabisa. Awe na subira, awe na uvumilivu. Hawa waniomtukana ndio wamekuwa mabingwa mara 3 wa ligi NBC. Hawakusema hawa. Hawa ndio waniomtukana Karia ndio wamechukua ubingwa wa 20 wa Azam Federation Cup pamoja na CRDB. Hawa. Mwenyekiti wao wa vilabu ametoka aliyembeba jina lake kwenye bahasha kulipeleka kafu. Huyu leo ndo mnamlipa Karia kwa matusi. Mnamlipa Karia kwa kashfa kama aliyofanya ndugu yangu Asante Manara Haji. Kwa sababu ulikwenda kukosea mpira ukakuhukumu, unakwenda kutengeneza bifu na Jiras. Leo unafika mahali unasema mpaka herufi zibadilishwe. Ara kubwa tumike kwa mheshimiwa rais wa Tanzania, ara ndogo tumike kwa rais. Almajununu fununu. Tafsiri yake ni nini? Utajua mwenyewe katafuta swala la Kiarabu. Sisi hatujui Kiarabu. Kwa faida ya mtu ambaye Kiarabu. Mmekuja siku nzuri leo, niko vizuri, niko sawa sawa PM. Ndio. Lazima tuseme. Tuheshimu mpira. Na kama tumekubali kuingia katika mpira, maana yake lazima tuheshimu kanuni za mpira. Leo hii huwezi ukazungumzia kwa namna yoyote mabadiliko ya soka kwenye nchi bila kumgusa Wallace Karia. Amefanikiwa kwenye mpira, maana kwenye ushindani, lakini pia amefanikiwa katika pinji ya pitch, katika uwekezaji mkubwa ambao alofanya kwenye mpira kwenye nchi. Lakini jana ulishuhudia video ambayo alizungumza Haji Sande Manara kuhusiana na hili swala la Karia, lakini akaenda mbali zaidi akasema kwamba anahitaji viongozi wa Young Africans waitishe mkutano wa dharura kujadili hiki ambacho kimeendelea. Kwanza mimi naamini kapeleka maombi. Yanga ina viongozi madhubuti, siamini kwamba wanaweza kukubali ombi lake. Moja, kwa sababu hata viongozi wa Yanga wanajua moja katika mtu ambaye Jumapili anakuwa mwekundu, Jumatatu anakuwa kijani ni Haji Sande Manara. Haji anakabidhiwa usemaji wa Dar es Salaam Africans, anasema Yanga kuondoka katika sehemu ya kulalamika ishaondoka. Kasema. Nakumbuka. Leo nani anaoshawishi Yanga walalamike? Haji. Unamwelewa huyu? Huyu sema nile unamwelewa? Huyu mimi namjua mzalamo mwenzangu, huyu ananongwa tu. Na hii shida iliyokuepo, kuna nafasi Yanga inagombewa. Kuna watu wameshasikia fununu, Alikamwe anafungiwa. Kuna mtu kila chaka wako natoka. Haji Manara anatokea kulia, kushoto anatokea nani alikuwa mkuu wa wilaya na sasa hivi kama msemaji kweli wa Yanga Jerumulo. Kwamba wote wanaitolea nafasi. Na mimi leo kutumia PMTV. Nimuombe sana ndugu yangu Alishaban Kamwe. Nampenda sana kijana wangu, lakini nimwambie hali ana vita kubwa kutoka kwa baadhi ya watu wa Dar es Salaam Afrika. Ana vita kubwa. Leo kwa fununu zilizotokea, baada ya kumwombea Mwenyezi Mungu amwepushe na hicho kikombe, kuna watu wanakwenda kutia ubani mashtaka kikutana na hicho kikombe ili wao kachukue nafasi. Wale waliopita. Wewe leo jambo la kuishauri Yanga, jambo la kuchangia Yanga linamhusu nani kati ya Haji Manara na Alikamwe? Alikamwe. Kwa nini anatokeza Haji Manara hadharani? Lakini yeye ni mwanachama. Sawa, mwanachama peleka maoni kwa mhusika, msemaji wako akaseme. Mimi wakati tunataka kuchangia nilipeleka maombi kwa Ahmed Ali kwamba wanachama wa Simba tuko tayari kuchangia. Ahmed fanya 1 2 3. Akusema Ahmed. Alisema. Leo Manara kapeleka wapi Kisugu? Mbona unatupaza ndani? Manara ana lake. Na na kisasi chake katumia ile msemo unasema alikuswaswa hapo. Kwa hiyo yeye alipopigwa miaka 2 akaona hata mimi nitapatia wapi kusema. Juzi hata jambo lake aliendea pale. Aliendea jambo la msingi Haji. Na mimi nilipopata zile fununu nikamwambia Mwenyezi Mungu mpe afya njema Haji katika kile ambacho anakwenda kukifanyaje? Kukifanya. Kumbe nilichokuwa nafikiria maskini, nachokwenda kufanya ni vitu viwili tofauti. Kuna muda nataka niwaambie, katika kiumbe duniani jeuri Shetani wa kwanza. Na katika kiumbe wa kwanza mkubali Mwenyezi Mungu duniani Shetani. Lakini amini Mungu nakwambia kuna muda Shetani anamkubali Mungu kimoyo moyo. Yule Haji anazungumza ndani ya mdomo, mtafuteni nafsi yake, anajua maendeleo ya mpira kwenye nchi. Mimi Haji namjua toka anafanya kazi Radio Huru. Mpira wa nchi anajua, kuna muda lazima azungumze ukweli ili vizazi vinavyokuja vijifunze kutoka kwake. Asipotoshe. Kwenye nchi 54 kwenye bara la Afrika, ligi yetu ya ngapi? Ligi yetu ngapi? Ya 6. Kwenye nchi 54 toa 6.
48 tumeziacha, 49 tumeziacha. Maendeleo sio maendeleo. Danganya nini wewe? Nendeni mkamwambie Haji. Manara nani tunaye, Karia tunaye na tunatamba naye. Na nichukue nafasi nimpongeze sana Mheshimiwa Karia. Na nimpongeze sana Makamu wa Rais Asumani Nyamlani. Na nimpongeze Katibu Mkuu Kidau. Lakini moja, waandishi, tumieni vipaza vyenu sauti, waelezeni ukweli wa Tanzania, kazi iliyofanywa na chama cha mpira wa miguu kwenye nchi. Hamtaki. Lakini hoja ya msingi ya Manara ilikuwa ikizungumza kwamba Rais Karia hakupaswa kutumia kauli kama zile. Pengine kama rais alitakiwa kutumia kauli ambazo hazina ukali wa maneno. Pengine ndio ambacho kimepelekea Manara kutoka hadharani na kuongea vile. Unaweza kuzungumzia ubingwa wa Yanga miaka 3 bila kuzungumzia chama kinachoongoza huo mpira? Unaweza ukazungumzia ubingwa mfululizo wa miaka 3 wa Dar es Salaam Africans bila kukizungumzia chama cha mpira? Hapana, lazima tutataje. Unaweza ukaizungumzia maendeleo ya Yanga kwenda kucheza fainali ya shirikisho barani Afrika bila kuigusa TFF? Kuna muda mwingine, ndugu yangu, rafiki yangu, swaiba wangu, heri siatoke hadharani awaambie wana Yanga msaada mkubwa aniotoa Karia katika klabu yao. Hii nayo ndio shida. Leo hii watu 10 wanajiorganize, wanakuja kuharibu taswira mpira katika nchi. Tukae kimya? Betha, Naam. Husia kwako. Penda sana mtoto wako. Lakini jenga principle mtoto wako kukujua kama wewe mama. Mpende sana mwanao, lakini mwisho wa siku mtoto wajue kama wewe baba. Sifa ya baba haipotei kwa sababu mtoto amelala na njaa kwa siku moja. Sasa Kisugu 2023 ni waibie siri. Na kama kuna Yanga yoyote aje katika hili abishe. Leo mmenichokoza, wacheni niseme. sema baba. 2023 24 ligi NBC, moja katika klabu ambayo ilikiuka kanuni itakao kutemshwa daraja Dar es Salaam Africans. Ukiwa na maana gani? Ukisoma kanuni ya 68 kifungu kidogo cha 3 kinasema hivi, ili timu uwe na hadhi ya kushiriki kwenye ligi kuu, maana yake lazima uwe na timu ambayo ya under 20 uliosajiliwa kwenye system TMS. 2023 Yanga hawajasajili. Na ili mkitaka ushahidi, under 20 23 mzunguko wa kwanza ilikwenda ilifanyaje? Ilifutwa. Sababu ya kufutwa nyinyi mnajua? Mnataka tuseme? Tutasema. Yote TFF wameakalia kimya. Ligi ya under 20 ilikuwa inaendeshwa, ikafika siku kucheza mechi ya Simba na Yanga. Simba wakakataa, wakasema hawa hawajasajiliwa, utaratibu wa kufuatwa. Mechi kugairishwa. Ligi ya under 20 haikufutwa. Akikuvunjwa kifungu cha 68(3). Nyinyi Yanga mnasema nini? Favor gani mpewe kwenye nchi? Mmelelewa vibaya eh? Sasa kama mmelelewa vibaya, ubaya ubwela unakuja kukunyosheni mwaka huu. Pengine sasa ikatokea wakaendelea na msimamo wao wa kutokuleta timu kwenye siku ambayo bodi ya ligi itatoa tarehe rasmi ya mchezo wa dabi. Hiyo nayo imekaaje? Mimi najua Engineer Ellis anatawala vilabu kwenye bara la Afrika. Ndio. Moja katika watu bora kabisa, mimi naamini kwamba wanajua mpira, engineer mmoja wepo akisaidiwa na Arafat Haji. Kabla ya kufanya maamuzi yote watarudi kwenye katiba ya Dar es Salaam Africans. Bwana anafundisha, unawakumbusha hapa. Hapo unatoa fomu. Wakirudi kwenye katiba ya Yanga. Yanga imeanzishwa kama klabu ya kufanyaje? Ya kucheza mpira. Mpira wa miguu. Walete timu. Wana Pakome, wana Aziziki. Msimamo wao si umeuona, lakini ngoja nikwambie. Msimamo si umeuona Kisugu. Maneno yapo na vitendo ni vitu viwili tofauti. Sasa hivi kinavyotawala ni maneno, kuleta timu ni vitendo. Mimi najua ubora waliokuwa nao viongozi wa Yanga, hawezi kukosa kuleta timu. Moja katiba yao itawafunga. Katiba Dar es Salaam Africans imeanzishwa timu ya kucheza nini? Mpira. Wende kusini, wende kaskazini, wende mashariki, yende magharibi. Tukutane katika uwanja Benjamin William Mkapa. Mpo tayari. Wao walitupa jina sisi kututamai. Sisi tukakubali. Mbona wametukimbia? Walete timu kwa mai wao.
Si ndio wenyewe wamesema? Na nyinyi mmelipokea. Waje. Tunagonga mlango, mzee fungua. Unatuma watu 10 unazuia Simba. Simba. Leo taasisi kubwa kama Simba. Brother, are you serious? Halafu tukae kimya. Inawezekana. Anakaa mtu pale na shati yenyewe upande mmoja huku limekatika, anamwambia Simba leo muingie katika uwanja. Simba ni taasisi brother. Ni klabu ya 5 au ya 6 kwa ubora kwenye bara la Afrika. Tuna heshima kubwa. Leo anatoka mtu Rufaiya Bibaso wala kule. Anaizuia Simba. Are you serious? Tumechoka. Nataka niwaambie tu hadithi moja. Hiki kiburi wanachokipata Yanga kuanza leo. Ndio, walianza lini? Nchi inapata uhuru 61. Zanzibar wanafanya mapinduzi 64. Tunaungana 65, mpira unaanza kuchezwa. Sheria ya baraza la michezo zimeanza kutumika 1967. Almarhum namtaja mzee wangu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Abedi Amani Karume, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema. 71 anasema majina yote ya kigeni kwenye nchi tusiyatumie. Swali, nendeni mkamuulize Yanga walibadilisha jina? Mkenge uyajui ya wewe. Young Africa jina la Kiswahili? La Kiingereza. Leo wanajiita wananchi, vipi mnatumia majina ya koroni alafu mnajiita nyi wananchi? Mnadanganya watu. Pia mtafuteni muda, nataka kuizungumza hii sala, nataka kutoa somo katika watu, sio leo. Tafuteni muda. Sasa tumalize sasa na hili la mkutano mkuu huu ambao mwanachama huyo na mjumbe mkuu wa mkutano wa Young Africans. Pengine kuna haja sasa wanachama wakakutana na kujadili kwa upana jambo hili ambalo linaendelea? Mimi nafikiri kwanza niseme kitu. Ana hoja asikilizwe. Mimi nafikiri hoja za Yanga zilikuwa wameshamaliza. Bado limebuka jingine hili. Hoja kumaliza maana yake walipeleka madai kwenye shirikisho la mpira. Madai wakawajibu. Hawakulizika na majibu. Kimsingi wanatakiwa waone namna ambavyo sasa njia ya kufanyaje? Ya kufuata. Na Haji amekazia anasema kwamba wanaogopa kutoka hadharani kuzungumza kwa sababu wanaogopa kufungiwa. Asiwasemee. Hivi wewe unaamini ujasiri wa engineer agope kusema? Ujasiri wa Alfat Haji agope kusema? Ujasiri wa Alex Ngai agope kusema? Haji mbona wasemee hawa? Maana yake unataka kuniambia management ya Yanga wote soma jasiri, jasiri ni Haji. Wewe na kuingia akilini? Wewe na kuingia akilini? Haji acha propaganda za kitoto. Na namwambia Haji ana safari ndefu. Mimi naijua namna ambavyo mipango yake ilivyo huko mbele. Asijivuruge mapema. Huu si anampa. Mimi mzalamu mwenziwe kama yeye ananongwa na mimi nanongwa vile vile. Yeye katoka Msolwa, mimi nimetoka Shungubweni. Ndio. Safari yake ya mipango ya baadaye asijivuruge. Huu mwaka ubaya ubwela ujue. Lakini niseme niwapongeze sana PM kwa kazi kubwa. Umekata nyuju. Umeikata hewani sana hiyo. Nimesema nitafuteni muda mwingine kwa wakati mwingine. Yako mengi nahitaji kuyazungumza. Mwisho aliyo makini. Ali Shaban, mdogo wangu yule, nampenda sana na namkubali sana. Lakini lazima nizungumze ukweli, ana vita kubwa. Ana vita kubwa ambayo unamaanisha ipi sasa Kisugu? Umetoka kwenye mabano hapo. Wako watu wanapambana, nimesema hapo awali wanaitamani ile nafasi hali waipate. Mimi kama mdogo wangu nitaendelea kumwombea dua na nimwambia sio na wasiwasi, Mwenyezi Mungu atamlinda katika hili. Lakini wako watu wanatamani ile nafasi yake. Kwa maana ya watu wake wa karibu wanaomzunguka ama leo umeona. Flow ya Haji. Wewe fikra yako anakusudia nini? Anashauri. Anataka hela? Hela anazo yule, anataka nafasi. Anashauri tu. Wewe umeona Jerry? Sasa hivi kila kilala kiamka, anatoka dharani anatafuta nini? Haji Ali ana maadui. Ali ana maadui wengi. Lakini niwaambie tu wa Tanzania. Nimemzungumzia sana Mheshimiwa Karia. Ndio. Kwa ubora namna ambavyo walivyofanya kwenye ligi yetu ya NBC. Lakini Waswahili wanasema siku zote huwezi kumsifia aniyekimbia bila kumgusa naye mkimbizi. Lakini pia tuipongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan. Leo huwezi ukazungumzia mabadiliko na maendeleo makubwa ya soka kwenye nchi yetu bila ya amani ambayo ipo katika nchi yetu. Na moja wanaotengeneza amani na kuileta amani ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Leo serikali inajitoa sana kwenye michezo. Hatukubali kuona watu wachache jitihada za serikali zinazofanywa, wao wanapambana kuhakikisha jitihada za serikali haziwezi kufanyaje? Kufanikiwa. Kimsingi tuendelee kuunga mkono serikali ili kuhakikisha kwamba kila jambo linakwenda. Nimefurahi sana kukutana nawe leo. Asante, na mimi nimefurahi sana PM, niwaombe sana. Asante sana kwa muda wako. Nisalimie sana pale PM mtu mmoja anaitwa Ndimbo. Amani Ndimbo. Mtu mmoja anajua kupiga picha sana. Anakukosha. Kabisa, huwa siku zote anapenda sana kuningarisha Kisugu, inaonekana kijana aliyakuwa mzee. Anaonekana white kidogo. Anatisha. Baada huyo ni mwanachama wa klabu ya Simba, ameweza kumsikia kwa namna ambavyo amezungumza. Kubwa zaidi amegusia pia kuhusiana hili sakata ambalo limezidi kushika anga kwenye upande wa kimichezo kwa hapa nchini Tanzania. Ulikuwa nami Betha Mswaga, nyuma kamera yuko hapo Amani Ndimbo.